Wananiita PR mkipenda Presenter Ramsey, na kila siku kinipa shavu nitakupa shavu. Huwa tunasema kwamba story inaanzia hapa. Ningependa tu watch video, comment, share, subscribe. Cha muhimu na click kwenye ile notification bell ili wakati wote tunaweka kipindi unakuwa wa kwanza kukipokea. Mtu akipewa nafasi ya kuzungumza wakati ambapo kuna tatizo ama changamoto nyingine yoyote, huwa na kunapatikana suluhisho na pia anapata kutulia. Na leo nimepatana na jamaa fulani hapa amazing tu sana. Kuna kisa ambacho kilimfanyikia na ndio maana tukaamua kwamba tuweze kuzamia hili swala, tuzungumze naye, tupige story, atueleze ni nini ambacho kilimkumba. Ila kwanza ningependa tujitambulishe kwa watazamaji, waambie unaitwa nani? Kwa majina naitwa John Mambo Mutuku. John, una miaka mingapi? John niko na miaka 32. 32? Kwa sasa unachoniona hapa nilikuwa mtu mzima kama mwingine yote. Sasa hii niko na miezi 2 kama nimehamia hapa Nairobi. Nilikuwa na familia. Nilikuwa na bibi na mtoto mmoja. Pia nilikuwa nasimamia wazazi wangu. Nilikuwa na biashara yangu ya kuuza manguo tao. Sasa nilikuwa na stall. Nilikuwa na stall. Nilivyoumia bibi yangu akaenda. Kanitoroka. Hata wa sasa sijui alienda wapi. Alienda na mtoto wako? Alienda na mtoto wangu. Sasa yako na miaka 6. Miaka 6? Akienda mtoto alikuwa na miaka mingapi? Miaka 3. So, ni nini kilifanyika hadi ukajipata kwenye hii hali? Mimi nakumbuka hiyo siku ilikuwa tarehe 21 mwezi wa 6 2021. Nilifunga kazi yangu vizuri kuenda mahali nilikuwa nakaa. Nikapata ajali. Nilipatana na nduthi. Nilikuwa nakimbia kwa mwendo wa kasi sana. Ikanigonga, ikaniumiza na ikatoroka ikaenda. Mimi niliumizwa iliniacha hapo. Alikugonga katoroka? Alinigonga na katoroka. Kaniacha kama nimevunjika mguu yangu. After that, ambulance ikaitwa. Ilikuwa mwezi wa saa 3 hivi. Usiku. Mimi kubebwa nikapelekwa Hosi. Hosi nilipelekwa, sikutibiwa. Niliwekwa kwa waiting room hadi kesho yake. Ukiwa umevunjika mguu hivyo? Nilikuwa nimevunjika mguu hivyo. Nilikuwa nimebleed sana. Ukalala hivyo mpaka kesho yake? Nikalala hivyo mpaka kesho yake. Kesho yake asubuhi, sister yangu ndio alikuja. Kufika, madaktari wakanichukua, wakanifanyia first aid. Nikaambiwa nitapelekwa theater masaa ya jioni. Hiyo siku yote nilikuwa naumia mbaya sana. Pelekwa theater. Nikaenda nikaweka zile chuma za kushikanisha mguu. Juu nilikuwa nimevunjika hapa hivi. Kwa hizo chuma za kushikanisha mguu. Nikarudishwa kwa kitanda yangu. Ulifanyiwa upasuaji ukaekewa hizo? Nikaekewa hizo chuma ziko na area. Kesho yake daktari akakuja. Akapata kama mguu yangu akashika akapata iendelee mzuri. Hiyo masaa alikuwa na sister yangu. Kumbe hao daktari walinifanyia surgery jana yake. Walinikata mshipa yangu ya kupeleka damu. Wakakata mshipa? Ndio maana hiyo daktari alikuwa ananiambia mguu haiko poa. Sasa
Mimi sikuwa na kufanya, nikakaa kwa hiyo kitanda. Na wakati alikuwa anakuuliza hivyo, au madaktari walikuwa hapo wakati alikuwa anauliza hivyo? Walikuwa hapo? Ama madaktari hawakuwa hapo. Hao walikuwa ni kama wenye anakujanga attachment. Juu wangekuwa madaktari orange. Wangenikatia msiba. Kapeleka ndani. Okay. So walikuwa ni wale wa attachment. Hao ni wale wa attachment. Fenye nilifuatilia hivi. Okay. Juu nilikaa hapo almost 1 month. Hiyo Mungu ikiendelea na kuoza ikipanda juu. Hiyo wakati wote nilikuwa naletewa tu Panadol. Hakuna madawa nilikuwa naletewa. Sasa karibu mwezi mzima nikakuja nikaambiwa lazima nikatwe mguu yangu. Mimi siku ya kwanza nilikataa. Sasa hizo ilikuwa imeoza kutoka kama wapi ukituonyesha na huo mguu mwingine? Ilikuwa inaanza kutoka huku. Ilikuwa inafika hapa hivi. Na ilikuwa imevunjikia wapi? Ilikuwa inavunjikia hapa, hapa chini ya magoti kidogo. So ikaoza mpaka wapi ndio ukaambiwa ukatwe? Ikaoza mpaka hapa hivi. Kutoka wapi mpaka wapi? Kutoka huko vidole huko. Huku kulikuwa kunanuka vibaya huko. Kumeoza. Sasa mguu yangu nilikuwa nikatiwa hapa. Lakini juu hata sijui niseme ni juu nikakaa hapo sishughulikiwi. Sister yangu ndo alikuwa anakuja wanishughulikii. Mguu wangu ikaendelea kuoza. Sasa tuko karibu mwezi mzima sasa. Wiki moja ikuja kuisha, nikaambiwa lazima nikatue mguu yangu huku juu. Hiyo ngoja itakuja nikioza ikuja hadi huko kwa roho. Mimi nikakubali. Wakakuambia usipokatwa itasonga juu. Itasonga hadi huko juu ikuja kwa roho. Nikufe. So ndio maana ilikatiwa hapa juu. Maana nilikatiwa huko. Ngoja isipite hapa. So after kukatwa nini kilifanyika? After kukatwa nilikaa hapo kwa kitanda siku 3. Mimi nikaenda nikawaambia nataka kwenda nyumbani. Sasa siku ala kufanya nimekatwa mguu. Hawakunitibu poa. Sasa nitaka hapo usikufanya nini? Niende nyumbani. After that nilikuwa nimedaiwa. Sikuwa na pesa, sikuwa na lolote la kufanya. Sister yangu akakuja akaenda akakopa pesa nini akapata ngili 127. Tuseme hapo sijui pesa ngapi. Akakuja akawalipa. Nikapata mguu yenye walinipea hata inisaidii. So hayo malipo yalikuwa ni ya kukutengenezea mguu mwingine wa plastiki? Nitengenezea mguu ya plastiki kama hii tu. Na hiyo mguu haikunisaidia, hiyo niliacha nyumbani. Ilikuwa na shida gani? Hiyo mguu nilifaa hivi ikavunjika. Hizi mafyuma hizi. Mafyuma hizi. Sasa huo mguu mwingine sasa? Huo mguu mwingine. Kupata sifanyi kazi. Nikiwapelekea hawataki kunitengenezea. Juu sikuwa na pesa, sikuwa na wakunisaidia. Juu kwetu sisi. Kwetu babangu ana kitu, mamangu anakaa hapo nyumbani. Mwenye ananisaidianga na chakula ni sister yangu tu peke yake. Hii Mungu naona hapa nilipata mtu ako na roho safi akaenda akanitafutia hii Mungu. So hii ulipewa na mtu mwingine baada ya ule mwingine kukataa? Ukapewa huu na mtu alikusaidia nao? Mtu anisaidia na huyu. Sasa hii ndo nafunganga. Natembea tunayo kidogo hapa. Narudi hapa tu kwa nyumba. So ulikaa nyumbani siku ngapi ama miezi mingapi hivi? Venye nilitoka hosi. Nyumbani nilikaa siku mingi, miaka kama 2 hapa nikikaa hapo nyumbani tu. Nikisaidia mamangu hapo tukuchunga mbuzi. Kaamua nikuje Nairobi kutafuta maisha tu. Nione kama maisha yangu inaweza kuwa mzuri. Nitafute bibi mwingine. Nione kama maisha yangu itaendelea venye ilikuwa kitambo. Na sasa nyumbani na hapa ukilinganisha, unajua nyumbani labda kuna watu wanakusaidia, kuna wazazi, na hapa Nairobi unajisaidia vipi?
Cha kwanza chenye kinitoa nyumbani. Mimi niliona hapo mamangu, babangu wanaona ni kama mimi ni shida kwao. Juu kila saa ni kuwaitisha pesa. Hivi nini. Mimi nikaamua tu ni hadi nikuje Nairobi. Sasa hiyo unavyoniona hata sina makaa. Jana sisi yangu ndo aliniletea chakula. Jana saa 6 hivi. Siku yote sijakula. Sasa hiyo ameniletea chai. Lakini mnaishi naye karibu? Naishi naye karibu, si mbali sana. Na sasa umesema ulikuja kutafuta kazi. Tangu toke nyumbani kuna kibarua yoyote umewaifanya? Ukilinganisha na hii hali yenye uko nayo, kuna kibarua yoyote umewaifanya? Hakuna kibarua nilifanya. Sasa hii hata ukiniangalia sana naweza kufanya kibarua gani? Na sina capital. Ningekuwa na capital saa hii ningeenda Gikomba at least nitafute nguo zangu niweke mahali kwa kibanda ama kwa duka nikae hapo nikiuza hapo. Lakini saa hii sisi yangu naye hana kitu. Anauzanga mboga pale. Yenye anapata tu kidogo ananiletea. Kwa hivyo kwa hii nyumba mara ya mwisho ulipika ni lini? Kwa hii nyumba mara ya mwisho kupika ni juzi. Juu sina makaa, sina chakula. So sister yako asipokusaidia na chochote unakaa hivyo? Naweza kunywa maji na nilale tu. Na sasa kazi gani unaweza fanya? Tuseme mtu amejitolea labda akusaidie. Labda mtu akona, ni kazi gani unaweza fanya? Mimi saa hii mtu wa Msamaria mwema akiamua kunisaidia. Ataniwekea kazi ya duka. Kuuza manguo boutique. Hiyo kazi ndio ilikuwa kazi yangu hiyo. Nilikuwa nasaidia wazazi wangu sana, hata familia yangu. Bibi yako wakati alienda, uliai mtafuta, ulikuwa unajua kwao? Kwao nilikuwa najua, lakini saa hii kama hakukuja kuniona hospitali, anipigii simu, aniulizi naendelea aje, venye nilikuwa namsaidia. Mimi niliona hakuna haja, juu kama ananitaki na anitaki. Wakati uliumia, ilichukua muda upi akaenda after umeumia? Hata wiki 2 hazikuisha. Hata hakuja kuniona hosi yenye nilikuwa nimelala. Kurudi kwa nyumba, amebeba kila kitu. Stoko yangu alienda akachukua, kaenda na akaniblock simu zangu. Ulikuwa unajua kwao? Kwa sikuwa anajua mimi. Mlikuwa mmepatana huku Nairobi ama mlipatana wapi? Patana huku Nairobi, kwao nisaidia kitu. Huku haifika huko? Sikuifika huko. Na yeye hakuwa na haja tuende kwao. Hakuwa anataka muende huko? Juu kila mara nikimwambia tuende tukasalimia wazazi wao, hakuwa anataka. Na labda uko na mpango unaweza ukarudiana naye akikubali labda kurudi? Mimi sitaki kurudiana naye. Labda maisha yangu ikirudi venye nikipata maisha yangu ingerudi venye nilikuwa, nikitafuta bibi mwingine, nikiwa na familia kama watu wengine. Mpango wangu ni hiyo, lakini sitaki kurudiana naye. Kwa hivyo wako tu kwao? Umeifuatilia ukajua tu wako kwao ama? Sijaifuatilia mimi. Hujaipiga simu? Sijampigia. Kwa hivyo iwapo kuna mtu anakutazama, kwa sababu umesema kwamba unataka kibarua ya kufanya kuliko kukaa nyumbani, unakuwa stressed, unakuwa depressed. Kuna mtu labda anaona hii video na angependa kukupatia kazi yoyote ama kibarua, ningependa tu zungumze naye. Chena nasema mwenye anaona hii video na kuna ile roho ya kusaidia. Mimi nikipata mtu anaweza nisaidia, at least naweza tafuta familia ingine. Pia nisaidie wazazi wangu. Juu mimi ndio wa kwanza wanaume nyumbani. Naweza wasaidia wazazi wangu, tafute familia ingine. Nikae tu kama wale watu wengine. So unaweza fanya kazi kama gani? Hii kazi ya biashara naweza fanya. Juu hiyo kazi ndio nilikuwa nafanya kitambo. Kwa hivyo tuko na, umesema unaitwa nani?
John Mambo Mtutu. John, tunapiga story na John na pia kuna dadake hapa, manake alituambia kwamba dadake ndio huwa anamsaidia sana sana na chakula. Ningependa pia tusikie upande wake, japo kwa ufupi tu atuelezee. Tumeambiwa ni wewe ulikuwa na John kwa hospitali. Mimi nilikuwa na yeye hiyo wakati alipata accident. Kulikuwa vipi? Maisha imekuaje kuanzia hiyo wakati alikatika mguu? Maisha haijakuwa poa. Kwa sababu hata mkiangalia economy venye iko, maisha haijaturuhusu, haki imetusukuma sana. Kutoka atoke Osi, akiwa Osi, tumeng'ang'ana sana. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu ako uhai. So huu unamuona mara kama ngapi kwa siku ama kwa wiki? Naweza mtembelea kama kwa wiki mara 2. Saa tu nimeona nafasi kwa sababu niko tu na biashara, ndio nashughulikia, ndio tunakula. Hiyo kipato tu kidogo ndio tunashare na yeye, kwa sababu mimi pia niko na familia. Na mahitaji yangu mwenyewe sijajikimu hivyo. Kwa hivyo na make sure tu chenye nimepata ya kukula namgawia tu kidogo. Na si kila siku, kwa sababu hata sisi tunang'ang'ana tu. Ametuambia kwamba huwa hapiki, amechukua muda bila kupika kwa hii nyumba. Na amesema kwamba huwa anakula wakati umeleta chakula, kikipatikana ndio anakula. Huwa unahisi vipi wakati labda haujamtembelea na unajua kwamba hana uwezo wa kupika kwa nyumba? Sifurahiangi, nasikianga vibaya sana. Kwa sababu tuseme for example kama nimebai unga, itabidi nijue venye hata yeye atakula. Saa zingine hata hiyo unga itoshi. Tunashare tu, napika namletea. Chenye tu tumepatikana ndio tunashare. So kwa mtazamaji pale nje, labda kuna watu ungependa kuongea nao kwa niaba yake, ningependa tu kuongea nao. Kwanza nashukuru President Ramsey, kwa sababu kama si yeye, sijui kama tungeongea na Wakenya. Imekuwa for long, from 2021. Tumekuwa tu hakuna msaidizi yoyote tuliona. Apart from mwenye alimdonate na mguu. Kwa hivyo tunashukuru, kwa sababu najua Wakenya watatufikia. Kwa hivyo yeyote anayeona hii video, chochote tu mtu ako nacho, tusaidieni brother yangu, anaweza fanya kazi yoyote ya biashara, lakini sana sana ya kuuza manguo. Akiweza tu kupata kaduka mahali, akuwe tu na stock, apumzike hapo, inaweza msaidia, kwa sababu kwa hii harakati hawezi fanya kazi mzito, hawezi beba kitu mzito kwa hali yenye yako. Kwa hivyo tafadhalini mafans, na waomba chochote tu tukue tu na roho ya kusaidia. Hata mimi ningekuwa na hiyo moyo, ningekuwa na kitu naweza fanya. Siwezi shinda ati nikiomba usaidizi. Lakini kwa maana najua tukiwa wengi tunaweza fanya lolote. Kwa hivyo tafadhalini, naomba tu tumsaidie na Mungu atatubariki. Kwa moyo wangu kuna mtu mmoja nakuanga nimeaminia. Napenda show zake sana. Mr. Oga Obina, wherever you are. Mimi napenda show zako, nakupenda sana. Kwa hivyo tafadhali, najua hii video itakufikia. Naomba tu saidie brother yangu na nitashukuru. Na naomba pia tualike kwa show yangu tuweze kushare na mafans wengine. Ndio hilo jambo lisitendekee mtu mwingine. Imagine unaenda theater mara karibu 4 kwa sababu ya mguu. Unafanyiwa chenye unafanyiwa kwa sababu ya mguu, na ikuifikie hapo. Haki tafadhalini, na waomba tu tusaidie brother yangu na nitashukuru. Mike Songo, mahali huko pia tunakupenda. Kama unajua uko na roho ya utu, kama unaweza saidia brother yangu tafadhali, tufikie tu na tutashukuru. Kwa hiyo machache, sina mengi. Kwa hivyo pale umesema kuna kitu umetaja na inabidi nikuulize swali hata kama tulikuwa tunaelekea kumaliza. Umesema kwamba alienda theater mara ngapi? Mara 4. Mara 4. Kwa sababu ya kwanza si lazima aende ashughulikiwe. Ya pili akaenda akaweka hiyo chuma ya Herio. Penye alirudi ward, chuma ilikuwa imewekwa vibaya. Hiyo si mara ya pili. Ikabidi arudishwe tena, aende angaliwe ni nini imefanyika kwa mguu, kwa sababu damu ilikuwa ina flow. Penye alipelekwa akapatwa mshipa ya damu imekatwa. Sasa damu haiflow kwenda kwa mwili. Sasa mara ya 4 ni hiyo anarudishwa
aenda atolewe hiyo chuma, ndio arudishwe tena kwa ward, ndio angaliwe mguu venye inaendelea kwa hiyo harakati. Mguu hata si mara 4, kozi ya 5 ndio saa anapelekwa tena, anaenda kukatwa mguu. Akishwali hata kama ni hiyo kitu inaniumizanga sana sana sana. Kwa moyo wangu sikuangi na amani hata kidogo. Na wakati mligundua kuna utepetevu wa madaktari ama negligence, kuna hatua yote mlichukua labda ya kisheria? Kwa sababu unasema kwamba mshipa ulikatwa, na alikuwa ametuambia kwamba wale ambao walikuwa wanamhudumia ni wanafunzi, wale walikuwa attachment, na hakukuwa na supervisor, kwa sababu wakati wanatibu wanafaa kuwa na yule daktari mkubwa ambaye anawaelekeza. Mlifikiria labda kuchukua hatua yoyote ya tuseme kama ni ya kisheria hivi? Sisi hakuna hatua tulichukua, kwa sababu sasa tungechukua hata tungeambia nani? Sisi wenyewe hatujiwezi, sisi wenyewe chakula pia ni shida. Sasa hata sijui tungefanya nini. Hiyo bili ya hosi ilikuwa imetulemea. Hata tungeulizwa sasa mnachukua hatua na hata bili ya hosi hamjalipa. Sasa sisi tuliwaachia tu Mungu, na si eti tuko na shida na wao, si tuliwaachia Mungu, tuliwasamee. Kwa hivyo sisi hatuna shida na wao, lakini wasijaribu kwa mtu mwingine haki yoyote. Yeah. Kwa hivyo nashukuru kwa muda wenu. Labda uko na neno la mwisho la kuambia watazamaji kabla tumalizie? Mimi neno niko nayo kwa watazamaji. Mimi nilijikubali juu hakuna kitu kingine naweza fanya. Juu siwezi pata Mungu yangu fanya ilikuwa. Lazima tu nijikubali fanya niko. Juu niko hai. Sina mengi ya kuambia. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji wa Ramdi TV, huu ni mguu wa plastiki na ni mguu wa John. Na awali John alikuwa ni mtu wa kawaida kama wewe na mimi, alikuwa anajifanyia shughuli zake, lakini ametuelezea kisa ambacho kilimkuta hadi kafikia kwamba anakatwa mguu na kupewa mguu wa plastiki ambao ni huu. Na amesema kwamba changamoto zimekuwa nyingi. Hii nyumba tulipigiwa simu tukaambiwa anaishi hapa, na ni jirani yake alitupigia simu akatuambia tuje tuzungumzie hili swala. Huenda akapata mtu wa kumsaidia, kwa sababu huwa anashinda hapa na saa zingine hata kutoka nje inakuwa ngumu. Kwa hivyo ikafikia kwamba huenda atakumbwa na msongo wa mawazo. Kwa hivyo tukaamua tukuje tumtembelee, na nyumba yake inakaa hivi venye unaiona. Na amejieleza akasema kile ambacho kilimtokea. Kwa hivyo iwapo uko na kazi unaweza ukampatia John. John ako na mguu mmoja, kwa hivyo zile kazi ambazo anaweza kafanya, amesema anaweza kauza nguo ama biashara nyingine yoyote, kwa sababu hana mguu mwingine na hawezi akafanya zile kazi nzito nzito. Kwa hivyo kama uko na kazi ambayo inaweza ikamfaa, unaweza ukamfikia. Kwa hivyo tutaweka nambari yake ya simu pale, unaweza ukampigia na utazungumza na yeye moja kwa moja. Kutoka hapo wananiita pia Ram ukipenda Presenter Ramsey, na huwa tunasema kwamba mtu akipewa nafasi ya kujieleza huwa suluhisho linapatikana. John amejieleza, na ningependa pale kwenye comment section niandikie kitu. Umewahi kwenye hali kama hii hospitalini, mahala ambapo umeenda kutafuta usaidizi, alafu utepetevu wa madaktari unapelekea we kupata shida zaidi ya ile ulienda nayo pale? Niandikie pale kwenye comment section. Pia Ram ukipenda Presenter Ramsey, na kila siku kinipa shavu nitakupa shavu.